Jeshi la JWTZ kwa mara nyingine limetoa tamko kuhusu migogoro ya kisiasa nchini, na wakati huu sio tamko pekee ila ni onyo pia kwa majeshi ya ulinzi ya taifa, hasa ikiwalenga majenerali wa JWTZ wanaostaafu muda huu. Hali ya kisiasa nchini imemlazimu CDF Mkunda leo sasa kuwazuia majeshi wanaostaafu kujihusisha na jambo hili linalozua migogoro ya vyama vya kisiasa nchini. Akizungumza katika wakati wa hafla ya kuwaaga majenerali waliostaafu wa JWTZ, Jenerali Mkunda amewaomba kwa dhati majeshi wanaorudi nyumbani kufanya hivi kuhusu siasa na migogoro inayoendelea nchini, na ujumbe wa mwisho alioutuma kwa majenerali hao wastaafu utaweza kukushangaza na kukuacha mdomo wazi zaidi. Lakini kabla nikutaarifu ripoti hizi, kama kawaida yetu, niambie unanisikiliza ukiwa wapi, kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama unanipata vizuri ukiwa humu nchini niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Vile usisahau kulike video hii na kusubscribe. Mkuu wa jeshi la Tanzania Jenerali Mkunda amewaambia majenerali wastaafu wajiepushe na siasa, lakini si tayari wamestaafu, mbona waepuke siasa? Jenerali Jacob Mkunda, kamanda wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, ametoa onyo hilo katika sherehe na hafla ya kuwaaga majenerali wastaafu kutoka JWTZ. Mazingira yalikuwa rasmi. Tukio hilo lilikuwa la sherehe la kuwaaga majenerali wastaafu, lakini ujumbe aliouweka ndani yake umewazuia wastaafu hao kuendelea na safari zao za kisiasa. Mkunda aliwaambia majenerali wastaafu waziwazi bila kuogopa, msijihusishe na siasa na mambo mengine, msijishughulishe na masuala ya kisiasa na mambo mengine kama hayo. Epuka msukosuko wa maisha ya kisiasa. Endapo utarudi nyumbani na ishi vizuri na familia zenu baada ya miaka yenu mirefu ya utumishi. Kwa juujuu hilo linasikika kama itifaki ya kawaida ya kijeshi. Majeshi kote ulimwenguni hudumisha kujitenga kwa kitaasisi na siasa za vyama nchini, na sherehe za kuwaaga ni wakati wa kawaida wa kuwakumbusha maafisa wanaoondoka mipaka hiyo. Lakini Tanzania haifanyi kazi katika eneo la kawaida hivi sasa, na kamanda wa kijeshi Mkunda akiwaambia majenerali wastaafu ambao hawafungwi tena na sheria za kijeshi kujiepusha na siasa, bila kueleza kwa nini na bila kumtaja mtu yoyote mahususi. Wanazua maswali mengi sana, hasa tukiwa Julai mwaka 2026, siku ambazo siasa za Tanzania zimepanda sana na migogoro imezidi kuliko ingekuwa katika mwaka mwingine wowote. Hata hivyo, majenerali hawa wamehudumu kwa zaidi ya miaka 40 kila mmoja. Jenerali Mkunda mwenyewe alikiri hilo, alisifu miongo yao ya utumishi ndani ya JWTZ na akasema sifa zao hazipaswi kuharibiwa na migogoro na mizozo ya kisiasa nchini. Msemo huo, sifa hazipaswi kuharibiwa na migogoro ya kisiasa au kuingilia siasa, unakuambia jambo fulani. Unakuambia onyo hilo la Mkunda si la kinadharia, linaonyesha kuna wasiwasi halisi na wasasa kuhusu kile ambacho baadhi ya watu hawa wanaweza kufanya au ambacho tayari wanafanya mara tu sare zao zitakapoondolewa mwilini. Tuwe mahususi kuhusu muktadha unaozunguka onyo hili la Mkunda. Tanzania kwa sasa inapitia mojawapo ya vipindi vilivyojaa siasa katika historia yake ya baada ya uhuru. Baadhi ya mambo ambayo huenda yamepelekea CDF au jenerali na kamanda wa jeshi la JWTZ kutoa onyo hili kwa maafisa wanaostaafu, majenerali wanaostaafu. Baadhi ya mambo hayo ni kama maandamano ambayo yaliweza kupangwa tarehe 7 Julai, ambayo pia yamedaiwa kukandamizwa kupitia operesheni za usalama zilizoshika doria siku nzima. Vile jambo lingine ni kama Jumuiya ya Madola ambayo imeipa serikali muda wa mwisho wa siku 30 za kumwachilia huru Tundu Lissu. Haya ni baadhi ya mambo huenda yakapelekea wastaafu hao kujihusisha au kuzungumza dhidi yake. Hata hivyo, mtazamaji, katika yote hayo kamanda wa JWTZ anasimama mbele bila uoga mbele ya majenerali wanaostaafu na kuwaambia wajiepushe na mambo hayo ambayo yanaendelea sasa hivi nchini ya kisiasa, bila kutaja majina yoyote, bila kuelezea wasiwasi maalum, bila kubainisha ni ushiriki gani wa kisiasa wanaofaa kuepuka na gani ambao wanafaa kuunga mkono au gani ulioonekana au uliotarajiwa. Ni maagizo tu ya wazi, tulivu na ya moja kwa moja, nikimnukuu: msiende huko na mjiepushe na siasa na mambo mengine. Mkunda pia alibainisha kuwa maafisa wastaafu wanabaki chini ya mpangilio
mpangilio maalum wa ufuatiliaji wa makini wa kijeshi kwa miaka mitatu baada ya kuacha kazi kabla ya kubadilika kabisa kuwa maisha ya kiraia. Maelezo hayo yaliyotajwa katika hotuba hiyo kama onyo kuhusu siasa si ya bahati mbaya, yanawaambia majenerali wastaafu kwamba kuondoka JWTZ haimaanishi kuacha taasisi yake mara moja. Utafuatiliwa kwa miaka mitatu. Kwa miaka mitatu mwenendo wao unabaki ndani ya uchunguzi wa jeshi. Hata hivyo, huo ni ukweli wa kiutaratibu, na katika muktadha wa hotuba hii mahususi, kitu kinachofanya kazi kama ukumbusho wa uwajibikaji unaoendelea. Hebu tutoe uchambuzi hapa, kwa sababu matamshi haya yanastahili kuchunguzwa kutoka pembe nyingi za kisiasa na za kijamii. Kulingana na wachambuzi wa mambo nchini, kamanda mtaalamu wa kijeshi akiwakumbusha maafisa wanaoondoka kwamba taasisi walioitumikia ina thamani kutoegemea upande wowote wa kisiasa, na kwamba sifa zao zilizojengwa kwa zaidi ya miongo minne ya huduma zinastahili kulindwa kutokana na uharibifu ambao ushiriki wa kisiasa wa vyama unaweza kusababisha. Majeshi ambayo yanadumisha kujitenga wazi na siasa za vyama kwa ujumla ni taasisi zenye afya za kidemokrasia. Usomaji huu wa wachambuzi unachukulia onyo la Mkunda kama la kawaida na lenye nia njema. Kadiri usomaji wa taarifa hizi unavyozingatia siasa zaidi, ambao unaenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na miongoni mwa waangalizi wa kisiasa, unaweka onyo hili moja kwa moja ndani ya mgogoro wa sasa wa Tanzania wa kisiasa. Katika usomaji huu, swali si kama onyo hilo linafaa kwa ujumla, bali ni kwa nini linatolewa sasa hivi kwa uwazi huu na kamanda wa majeshi ya JWTZ katika wakati huu wa kihistoria wa Tanzania. Ni akina nani wanajeshi wastaafu ambao ushiriki wao wa kisiasa unatia wasiwasi kiasi kwamba kamanda wa JWTZ alihisi ni muhimu kulihutubia hadharani katika sherehe za kuaga wastaafu hao wa jeshi? Je, kuna yoyote kati ya majenerali hawa ambaye ameonyesha dalili ya kuingilia siasa au la? Je, kuna yoyote kati yao aliyoonyesha huruma na maandamano hayo au kuchangia chochote kwa misimamo ya Chadema au kwa ukosoaji wa kimataifa wa serikali? Hakuna hata moja kati ya hayo ambayo yamesemwa hadharani au kuthibitishwa. Kwa hivyo, kati ya maswali hayo yote, swali ni hakuna. Lakini onyo lenyewe la Mkunda linaonyesha kwamba mtu katika uongozi wa JWTZ anaamini swali hilo si la kufikiria. Pia kuna mwelekeo wa tatu unaofaa kuchunguzwa. Upinzani na asasi za kiraia nchini Tanzania zimetumia miezi kadhaa zikidai kuwa vyombo vya usalama vya nchi vimetumika kwa namna inayovuka mipaka ya utekelezaji halali wa sheria, kuanzia operesheni zilizofanyika kabla ya mapambazuko tarehe 7 Julai hadi ufuatiliaji wa msafara wa John Heche na kufungwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu kwa zaidi ya siku 400 gerezani bila kesi yake kutolewa hukumu au kutamatika. Mtazamaji, tutaendelea kufuatilia kila hatua kuhusiana na suala hili, na pindi tu taarifa rasmi zaidi itakapotolewa na JWTZ au jenerali mstaafu yoyote aliyetajwa akitoa majibu hadharani au maelezo ya zaidi yakipatikana kuhusu chanzo cha taarifa hizi kutoka JWTZ, tutakuletea taarifa hizo mara moja. Kwa sasa mtazamaji, maoni yako ni muhimu, hivyo basi upande wa maoni ama upande wa comment chini ya video hii nijuze mtazamo au maoni yako. Vile like video hii, subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video au taarifa zetu mpya.